إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عباد الله أيها المباركون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupo katika juma ya kwanza baada ya Ramadhani. Ni Ijumaa muhimu, ni siku muhimu sana kwenye maisha yetu ya kiibada, lakini vile vile Jumaa hii ni Ijumaa muhimu katika kukumbushana na kujipangia mikakati ya namna gani tutaishi ibada baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeishi ndani ya siku 29 katika mwezi wa Ramadhani ukiwa ni waumini Waislamu tuliokuwa na imani kamilifu na Uislamu timilifu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na karama zake azikubali funga zetu, atukubalie misimamo yetu, sadaka zetu, ibada zetu, na atufanyie wepesi kuendelea na yale yote ambayo tuliyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhana qad intaha wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Yule ambaye alifanya ibada kwa ajili ya Ramadhani atambue kwamba Ramadhani ni kiumbe na imeondoka, lakini yule ambaye alifanya juhudi za ibada katika mwezi wa Ramadhani kwa kumwogopa Mola wake tabaraka wa taala, basi afahamu kwamba Allah yuko hai na wala haondoki wala hafi. Kama alivyolazimika
wanavyolazimika kumwogopa Allah na kumwabudu nje ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tulishuhudia wingi wa wanyenyekevu na wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini nje ya Ramadhani tunashuhudia vile vile upungufu wa watu wengi katika misikiti. Hii ni ishara ya kwamba wapo wengi hawajafahamu Allah tabaraka wa taala vilivyo, wanahamasika kwenye misimu kama ya Ramadhani na mingineyo kumwabudu Allah, lakini misimu inapoondoka wanarudi kule kule ambapo walikatazwa wasiwepo. Ndugu zangu katika imani, kikubwa cha kukusisitiza wewe katika Ijumaa hii ni kubakia pale ulipokuwepo ndani ya Ramadhani, na wala usikengeuke na kuadaika kuyaacha yale yote uliokuwa ukiyafanya katika Ramadhani. Ramadhani ni kiumbe kama ulivyokuwa wewe. Kuna wakati kinadhihiri na kuna wakati kinaondoka, lakini aliyoiumba Ramadhani yeye siku zote yupo na anastahili kuabudiwa. Ulimsikiza Mungu wako tabaraka wa taala katika mwezi wa Ramadhani, ukayaacha ya halali uliyokatazwa kuyafanya mchana wa Ramadhani. Sisi tumehalalishiwa kula, tumehalalishiwa kunywa, tumehalalishiwa kustarehe na wake zetu, lakini Allah tabaraka wa taala katika kupima imani za waumini haya yote akayakataza mchana wa Ramadhani. Na walillahi alhamd, hakuna hata mmoja aliyoyafanya haya katika mchana wa Ramadhani, iwe ni kula au kunywa au kustarehe na mke wake. Sote tulitii amri ya kuacha yale halali tuliohalalishiwa na Mola wetu tabaraka wa taala siku zote ya uhai wetu, tukaambiwa ndani ya siku hizi 30 au 29 haya ya halali yaacheni mchana wa Ramadhani. Tulitii. Kama tulitii kuyaacha ya halali, kwa nini tusitii kuyaacha ya haramu moja kwa moja? Tuliyatii yale ya halali kumridhisha na kukubali Mola wetu tabaraka wa taala. Kwa nini yale ya haramu tuliyokatazwa kwa faida ya nafsi zetu tusiseme baibai baada ya kutoka Ramadhani? Haramu zile tulikuwa kuzifanya kabla ya Ramadhani, na Ramadhani ikawa nimeziacha, sizirudii tena. Ramadhani iwe ni kifutio cha kuyafuta yale yote tuliyokuwa tukiyafanya katika madhambi na haramu kabla ya Ramadhani. Ramadhani imeingia, tukajizuia na ya halali na ya haramu. Ramadhani imeondoka, turudini katika halali zetu na kuachaneni na yale ya haramu moja kwa moja. Tukifanya hivyo, itakuwa ni kielelezo chema cha kwamba funga zetu na misimamo yetu na ibada zetu zimekubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Na kufanya hivyo itakuwa tumekubia ukweli wa kutubia, kama alivyosema mwenyewe Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa taala anawahutubia wenye imani kwamba enyi mlioamini,
kama mliacha ya haramu ndani ya mwezi wa Ramadhani, Allah anasema mliache hayo kweli kweli. Sio Ramadhani imekwisha tunaanza kurudi tena kwenye haramu tulizokuwa tukizifanya kabla ya Ramadhani. Kulikuwa na makosa mengi sana. Ramadhani imekuja kutuzindua. Wapo waliokuwa ni wezi wakiiba, lakini ndani ya Ramadhani walijizuia na wizi. Wapo kabla ya Ramadhani walikuwa ni wazinzi wakizini. Ramadhani imekuja ikawazuia na zinaa. Wapo waliokuwa kabla ya Ramadhani washirikina. Ramadhani imekuja wamejizuia na ushirikina. Wapo waliokuwa warongo, waliokuwa mambea, waliokuwa kula mali za dhulma. Lakini ilipoingia Ramadhani, kila mmoja kwa nafsi yake alisema sasa basi. Na ni kweli tumeishi katika siku 29 za Ramadhani. Kila Muislamu ukimwangalia kwa uso wake kuna nuru inamwetuka kutokana na ibada na kujizuia na haramu. Waislamu tulikuwa tukipendeza sana. Kila mmoja wetu amejitakasa na makosa aliyokuwa akiyafanya. Wapo waliokuwa na huruma kwa wenzao. Wapo waliokuwa hawaachi kusoma Qur'ani wakati wote unapoona wao wanaisoma Qur'ani. Wapo ambao walikuwa wakijitahidi kutoa sadaka. Wapo ambao walikuwa wakiwafuturisha wenzao. Wapo waliokuwa wakiwatembelea wagonjwa. Kila mmoja amekimbia katika dhambi zake na amejisalimisha katika mikono ya Mola wake Tabaraka wa Taala. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Kwa nini tusiendeleze mazuri tuliyoishi katika siku 29? Kwa nini tusijipange na sifa njema ambazo Allah Tabaraka wa Taala alizifurahia kwetu sisi katika siku 29 za Ramadhani? Kama tulitubia, basi tuendeleze toba zetu moja kwa moja bila ya kurudi nyuma tena katika maasi. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, ili Mola wenu mlezi apate kuwasamehe katika makosa yenu. Unapotubia ukweli wa kutubia, Allah Tabaraka wa Taala hana sababu ya kukusamehe. Ni nani asiyekuwa na makosa? Ni nani asiyefanya dhambi? Lakini tutumieni mwezi mtukufu wa Ramadhani kama chachu ya kutubia katika madhambi. Tuhakikishe kwamba kama tulijizuilia na halali Ramadhani, ni wakati sasa wa kugeuza kibao, kwamba kwa nini sijizuie na haramu kama niliweza kujizuia na halali mchana wa Ramadhani? Kwa nini nishindwe kujizuia kwa haramu ili Mola wangu anisamehe dhambi zangu? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na vile vile apate kuwaingiza katika mabustani ambayo hupita mito chini yake, kwa sababu ikiwa hana dhambi mtu huyu, maana yake hana sababu ya kutoingia peponi. Allah Tabaraka wa Taala atatusamehe dhambi zetu na atatuingiza katika mabustani yake na pepo zake pale tutakapokuwa tumetulia ukweli. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu. Yote haya yatatokea katika ile siku ambayo Allah Tabaraka wa Taala hatomfedhehesha mtume wake na wala hatomfedhehesha waliomwamini. Ama fedheha itakuwa kwa washirikina siku hiyo, fedheha itakuwa kwa wenye madhambi, na fedheha itakuwa kwa wale waliokosea Allah Tabaraka wa Taala, lakini waliotubia dhambi zao, waliomwamini Mola wao Tabaraka wa Taala, wakatubia katika makosa waliokuwa wakiyafanya,
Allah anasema yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu, siku Allah ambayo hakumfedhesha mtume wake wala walimwamini Allah tabaraka wa taala walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata mafundisho yake. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, watakuwa wamezongwa na nuru watu hao mbele yao kuliani kwao, na kila upande watakuwa na nuru ya Allah. Tukumbuke siku hiyo itakuwa ni giza, kwa sababu nidhamu ya ulimwengu itakuwa imeharibika. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, mbingu na ardhi zitakuwa zimebadilishwa, sio zile mwanadamu wanazozifahamu. Kutakuwa na giza kikali, makafiri na washirikina watakuwa hawajui njia ya kwenda, wanajikwaa na kuanguka, lakini walirudia dhambi zao, walimwamini Mola wao. Allah tabaraka wa taala anasema nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, watakuwa wamezongwa na nuru kuliani kwao na mbele kwao. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, huku wakizidi kumwambia Mola wao, ewe Mola wetu mlezi, tutimizie nuru yetu na utusamehe dhambi zetu. Innaka ala kulli shay'in qadir, kwani wewe katika kila kitu mwenye uwezo. Ndugu zangu katika imani, ni fedheha kubwa kwa Muislamu kuanza tena kujiandikia dhambi upya baada ya kuwa Ramadhani imekuja kufutia dhambi zake. Ramadhani ila Ramadhani, wal jum'atu ila al-jum'ah, was-salawatu al-khams mukaffiratun lima bainahunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swala tano hizi, swala mpaka swala nyingine, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, Aljumaa mpaka Aljumaa nyingine, inakuwa ni kivutio ya kufuta dhambi zilizokuwa katikati ya Ramadhani hii na Ramadhani hii, Jumaa hii na Jumaa hii, swala hii. Maana yake hii Aljumaa unaoiswali leo inafuta dhambi ulizozifanya kabla ya Ijumaa hiyo iliyopita. Ramadhani hii uliyoifanya, Ramadhani hii uliyoifunga inafuta madhambi ya kurudi nyuma kabla ya Ramadhani ya mwaka jana, na itakokuja nayo itafutika hivyo hivyo. Hii ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala amempa kwa Mungu, kwamba kumbe swala inafuta dhambi za nyuma kabla ya kufika swala nyingine. Ramadhani inafuta dhambi za kabla ya Ramadhani nyingine, na Aljumaa inafuta dhambi ya kabla ya Ijumaa. Kipi kinachokushawishi kurudi kwenye madhambi? Kipi chenye kusababisha wewe kumsahau Mola wako tabaraka wa taala, fadhila zote alizokupa wewe Mola wako ndani ya Ramadhani, ikawa Muislamu umeyasahau yote, waanza tena moja na kijiti? Je, unajiaminisha kwamba Ramadhani ijayo itaifika? Je, unajiaminisha Aljumaa ijayo itaifika? Je, unajiaminisha salatu al-asr itaifika? La, yote haya hakuna mwenye imani nayo wala mwenye kuwafika nayo. Kama ndio hivyo basi, darasa kubwa ambalo tunatakiwa kulichukue kwenye Ramadhani iliyopita, kwamba ni kuweka azma kwamba wewe ile ilikuwa ni Ramadhani yako ya mwisho ukiwa duniani, na hilo linawezekana, na hilo linawezekana. Kivipi linawezekana? Kuna ambao tulianza nao Ramadhani
Wako ambao tumeenda nao mpaka mwezi 20 kuifunga Ramadhani, lakini leo wamediriki wamezikwa. Wako waliodiriki kufika mpaka 25 Ramadhani, lakini leo wanasimamishwa hesabu yao kwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mimi na wewe katika neema za Allah na huruma yake, huenda Allah atakuhurumia sisi, makosa yetu ni makubwa kuliko wale waliotangulia. Huenda ndiyo maana Allah atakubakisha kwanza tukutubie. Kama tungelichukuliwa mwezi 10 Ramadhani au 20 Ramadhani, huenda ndoa zetu zilikuwa bado hazijakaa vizuri. Kwa rehema za Allah tabaraka wa taala atakuchelewesha mpaka kurejea. Huenda umeyatoa haki za Mungu. Allah atakupenda mno. Swali linakuja, mapenzi ya Allah kukubakisha ukiwa hai mpaka Ramadhani imekwisha ndio kunakusababisha wewe kuanza tena kumwasi Allah tabaraka wa taala? Tumekuwa wajanja kwamba wenzetu wameondolewa mapema, na ikawa wengine hawakutubia, wengine wanaondolewa duniani bila kutubia wala kupewa fursa kama hii ya kukumbushwa kwamba jamani, lindeni mema yetu mliyofanya mwezi wa Ramadhani, msiharibu mema mliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Mauti yako karibu yenu nyinyi kuliko ilivyokuwa karibu mkanda wa kanda mbili za mmoja wenu. Mauti yako karibu kwenu nyinyi kuliko ilivyokuwa karibu mkosi wa shati au wa kanzu ya mmoja wenu. Ndugu zangu katika imani, ni masikitiko makubwa sana Muislamu yule tuliokuwa tukimuona katika Ramadhani anakuwa ni tofauti na Muislamu aliyekuwepo katika mwezi wa Shawwal. Hii maajabu makubwa. Ramadhani Allah ameileta kwa Waislamu kama kikumbusho na waadhi ya kumfundisha Muislamu anatakiwa aishi vipi hapa ulimwenguni. Ndiyo maisha yaliyomo kwenye Ramadhani. Leo kuna tofauti kubwa kati ya maisha ya Muislamu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, na jambo hili sio sahihi. Vile tulivyokuwa tukiishi kwenye Ramadhani ndio maisha halisi Muislamu anatakiwa aishi siku zote. Kama ni qiyamul layl, siku zote vipo, ni majina tu haya, tarawih nini, majina tu, lakini qiyamul layl. Kama ni sadaka, siku zote Muislamu anatakiwa atoe sadaka. Kama ni kuwahudumia wanyonge, Muislamu anatakiwa siku zote awe ni mfano katika huduma. Kama ni kulisha watu, basi siku zote Muislamu anatakiwa awe na hiyo. Lakini leo tutakuwa mashahidi, misikiti imepaya kabisa. Angalia misikiti yetu leo hii kwa Ramadhani, na sio msikiti na hata sita haijaisha kukaribisha na kusindikiza mwezi wa Ramadhani. Misikiti ni hali hii. Alafu sisi wanadamu twalia kwamba jua kali, mvua zina baraka, wala hatujasahau vile viungo vya Ramadhani namna tulivyofunga. Leo kila mmoja kwenye kichwa chake atajua mwezi 29 alifunga nini. Lakini hali kama hii Waislamu tayari wameshaanza kukataa Mola wao. Na wale ambao wamekubali Mola wao wengi wamekuja imamu tayari kwenye mifano. Hii ndiyo kazi ya shetani aliyojiwekea kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, kumshawishi Muislamu. Anakutoa kwenye target mapema, hakujafika hata Dhulqaada tayari Waislamu wameshuka katika ibada. Wako wapi wale Waislamu waliokuwa katika ibada?
Siwaoni. Wako wapi wale Waislamu waliokuwa wakikaa msikitini kusoma Qur'ani? Siwaoni. Wako wapi wale Waislamu waliokuwa wakisimama usiku? Siwaoni. Wako wapi wale Waislamu waliokuwa? Ndugu zangu katika imani, Ramadhani ni kiumbe kama ulivyokuwa wewe ni kiumbe. Kuondoka Ramadhani ni indicator hiyo unapigiwa wewe kwamba na wewe pia uko njiani kuondoka kama ilivyoondoka Ramadhani. Tulikuwa na shauku hapa Shaaban, nakumbuka nilikuja kutoka moja hapa mwezi wa Shaaban, tukazungumzia maandalizi ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Ramadhani kwa bahati nzuri imefikia na Ramadhani inaondoka. Nini wajifunza ya kwake Ramadhani na kuondoka? Tunajifunza na wewe pia umekuja na wewe una siku za Ramadhani imekuacha kuondoka, lakini ni dalili kwamba na wewe utaifuata Ramadhani. Lakini mjanja ni yule ambaye anafundisha hivyo na anamtubia kwa Allah tabaraka wa taala kweli kutubia. Hili ndio kubwa. Hili ndio kubwa kwa Muislamu aliorekebishika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kurekebishika kwake yatakiwa aendelee na huko huko mpaka mauti ya mshiki. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Bakia kwenye ibada mpaka mauti ya mshiki. Bakia kwenye ibada mpaka mauti ya mshiki. Yasije yakaja mauti wewe nje ya ibada, hiyo itakuwa ni sawa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunatakiwa kutubie. Ukweli wa kutubia, yatakiwa tujizuie kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ukweli wa kumwasi, yatakiwa tujizuie kufanya madhambi, kuleta ugoigoi katika ibada na mingineyo haya. Kweli wa kusimama kidete katika kufanya kheri hizo, lakini kinyume chake itakuwa sisi tunapanga maji kwenye kinu siku zote, hatuwezi kupata unga. Asma jaa wala ara dakika, itakuwa kwa funda lakini hakupati unga. Leo kila mmoja ana Ramadhani nyingi kwa amezifunga kwenye umri wake. Wapo ambao wana Ramadhani ya 60 iliyopita, wapo ambao ni Ramadhani ya 50, wapo ambao ni Ramadhani ya 30, wapo ambao ni Ramadhani ya 20. Kila mmoja kwa umri wake. Hii ni Ramadhani zaidi kwa yeye. Mbona ubadiliki? Au Ramadhani imekuwa ni kama picnic, watu wanasherehekea, ikiondoka inaondoka na faida zake zote. Hili ni kosa. Ramadhani hizi tunaletewa na Allah tabaraka wa taala zikufundishi maisha halisi ya Muislamu anayotakiwa kuishi. Lakini gogoro ndo hilo, mtu aje msikitini mpaka asikie imamu yuko juu ya mimbari, siku za kawaida mpaka asikie ikama, hali ya kuwa adhana imewekwa kwenye swala. Si kuwaita watu kwenye swala, ni kuwazindua wale walioghafilika. Pamoja sisi tumefanya adhana ni wito kuja kwenye swala, lakini Muislamu anatakiwa adhana kuja msikitini. Niangalia saa 6:30, funga duka lako, njoo msikitini, pata raka zako pale tahiyatu masjid, soma kurasa zako 5 za Qur'an, faadhiniwa, swali raka zako 4 za kablia za makbul, kaa chini, lete adhkari zako, yakiniwa swala swali jamaa,
duka lako na biashara zako. Fanya hivyo bila swala, alafu muone Allah tabaraka wa taala kama atakuacha. Fanya hivyo. Hayo ndio maisha ya Muislamu. Kila siku kabla ya swala wasoma Qur'an. Achilia kule nyumbani baada ya fajr usome sana. Ukipata muda kwa nyumbani soma sana. Tuchukulia hizi swala tano. Na alhamdulillah katika mwezi wa Ramadhani wengi tuliishi hivyo. Adhana zilikuwa za kukuta siku kiwa msikitini. Leo angalia wapi waingia msikitini. Na aljuma hiyo. Usiseme swala nyingine, hadithi wala haraj. Hiyo ni aljuma ambayo kuna fadhila kubwa, at-tabqiri ila aljuma. Kuna fadhila kubwa sana. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alidiriki kusema mwenye kuja katika wakati wa mwanzo katika aljuma ni sawasawa na mtu aliyekuwa sadaka ya ngamia. Mwenye kuja kwenye saa ya pili au wakati wa pili kama mtu aliyekuwa ng'ombe, anashuka hivyo mpaka kafika sawasawa na mtu aliyekuwa yai. Mwisho kabisa ile wakati wa tano saa tatu wakati wa mwisho kabisa. Maana yake kumbe kwenye aljuma sio kupata yai, na wengine hawapati hata maji hapo. Sio yai. Hata maji wafikie basi hapo wao wakae pia hapa. Allah kuhifadhi tusifike huko. Lakini kikubwa tubieni yale makosa yetu tuliyofanya. Kama tulivyokuwa tukijipinda katika mwezi wa Ramadhani, tuko karibu na Allah, tuko karibu na ibada, tukifanya kile lililokuwa kwenye uwezo wetu kuridhisha Allah tabaraka wa taala. Yale ndio maisha halisi ya wewe Muislamu unatakiwa kuishi. Kwa hiyo usiingie kwenye Shawwali ukawa unajitafutia system mpya ya maisha. Hiyo sio ya Kiislamu. Hizo zitakuwa ni system zako zileta na zitakudhuru mbele ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammad ibn Abdillah sadiqil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Tubieni kwa Allah toba ya kweli. Tuacheni madhambi yale tuliyoyaacha katika kabla ya ndani ya Ramadhani. Ramadhani ilituzuia sana kufanya makosa, kukosea Allah. Basi Ramadhani imeondoka, lakini Allah yupo. Kama ilikuwa wajizuilia kumwasi Allah kwa sababu ya Ramadhani, wewe utakuwa ni mshirikina. Wewe huna tofauti na mshirikina anayepiga kunguri kule na nini. Kwa sababu badala ya kuogopa Muumba kuogopa kiumbe. Ramadhani ni kiumbe kama ulivyokuwa wewe. Wewe ulimwogopa Allah kumwasi kwa sababu ya kiumbe Ramadhani. Ramadhani inaondoka kwa sababu haipo kwa mwasi Mola wako. Sasa wewe Allah na Ramadhani unaogopa nani? Kati ya Allah na Ramadhani wewe unaogopa nani? Jawabu itakuwa unaogopa Ramadhani. Sasa huo ni ushirikina. Yatakiwa umuogope yule aliyeumba Ramadhani. Na ameileta hivi kwa lengo lake maalum kwamba tubakie kwenye ucha Mungu. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa kufunga
kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili mbakie na kumcha Mungu. La'allakum tattaqun, imekuja kwa fi'li mudhari lidalalati ala at-tajaddud wal istimrar, ay la'allakum tastamirruna fi taqwa wa tadumuna fiha. Mmeletewa funga ili muendelee na kumcha Mungu, ili mbakie katika kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndio lengo la somo. Mbona somo tumeondoka, mmeanza tena kurudi nyuma katika maasi? Maana yake tulikosa lile lengo la Ramadhani. Ramadhani Allah anaileta ili watu wabakie kwenye kumcha Mungu baada ya kutoka Ramadhani, lakini angalia kumcha Mungu uko wapi mapema kabisa. Ndugu zangu katika imani, tubu ila Allah tawbatan nasuha, tumrejeeni Allah, tubieni kwa Allah ukweli wa kubia. Vile vile napenda pia kuwakumbushia kwamba bado tuko kwenye Shawwal, bado tuko kwenye Shawwal. Miongoni mwa dalili za toba kwa kuja kwa Mola wake tabaraka wa taala ni kuyaendeleza yale yaliyofuatia baada ya Ramadhani, nayo ni yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami nahr, mwenye kufunga Ramadhani kisha akafuatisha na siku 6 katika Shawwal, yeye atakuwa kama kwamba amefunga siku zote, amefunga mwaka mzima, amefunga dahari yote. Siku 6 kuifuatisha Ramadhani katika Shawwal. Na hii mchanganuo wake, kwa nini anachukuliwa mtu kwamba akifunga siku 6 baada ya Ramadhani kana kwamba amefunga maisha yote au amefunga mwaka mzima? Ni al-hasanatu bi'ashri amthaliha, ni pale inapohesabiwa jema moja kwa 10. Mtu anapofunga siku 30 za Ramadhani, maana yake uchache wake ni siku moja na iko thawabu 10. 10 mara 30 ni sawasawa na 300, na siku 6 hizi nazo 10 mara 6 ni sawasawa na 60. 60 jumlisha 300 ni sawasawa na 360. Hizo ni idadi ya siku ya mwaka mzima, takriban 365. Lakini hayo atalikuwa mtu yule ambaye atakuwa amefunga Ramadhani kisha akafuatisha na siku 6 za Shawwal. Alhamdulillah, wako wengi ambao wako kwenye funga ya 6 sasa hivi, wengi wanatarajia kulipwa na Allah tabaraka wa taala yale aliyoyaahidi na yale aliyoahidiwa na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini cha kukumbushia ni wale ambao bado hawajaianza hii funga hii, nao tunawakumbushia kwamba jamani, Shawwali inaenda hiyo kweli, tunahesabu unaona bado kweli. Ukiangalia kule nyumbani kuna mapochopocho mengine yamebakia, labda watakaoyamalizia na watoto moja kwa moja, lakini angalia siku zinaenda, unakuja tahamaki umebakia siku 5 na hiyo kufunga hata Shawwali moja. Kwa hiyo tujitahidi kufunga siku 6 hizi ili tujiunikie zile kheri ambazo zinatarajiwa kupatikana katika Ramadhani na katika kufunga zile siku 6 za Shawwal. Tumuombe Allah tabaraka wa taala afanye wepesi katika haya. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atukubali funga zetu, atuondolee mazito yetu pale tunapokosea katika kufunga kwetu na ibada zetu. Basi Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema atusamehe na kusamehe. Pale ambapo tumeteleza, Allah tabaraka wa taala atusamehe kuteleza kwetu. Pale ambapo tumepatia, tumuombe Allah tabaraka wa taala atulipe yaliyokuwa mema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وجميع صحابة والتابعين وتابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون